tena kuwepo hemani mwake ili tumwabudu, na katika kumwabudu yeye atubariki na kutufunulia yale ambayo anapenda sisi tuyaishi kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la sasa hivi au neno la Mungu ambalo nalileta kwenu sasa hivi, tutakwenda kujifunza juu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neno hili katika maelekezo litakuwa tofautiani sana na neno la asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuishi maisha ya wokovu katika msingi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa sasa tunakwenda kuiangalia neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Sema neema ya Mungu. Kama wewe uko katika neema ya Mungu, napenda uchangamke, pamoja na kwamba sasa hivi ni saa 6 au saa 7 kasoro, lakini changamka, maana uko hapa kwa ajili ya kuishibisha roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitamani sana vya mwili kila wakati. Vya mwili tunafurahisha kwa ajili ya nguvu, ili tupate kumtumikia Mungu, lakini vya roho vinafurahisha au vinafaidisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ni kutokana na hivyo vya rohoni ndipo tunapourithi ufalme wa Mungu au uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana jamani. Mili situlemee. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeambiwa kuutawala mwili. Mwili lazima uamuru. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine mimi natamani kufunga au siku nimejipangia kwamba nifunge kama leo. Sasa kesho yake nataka nifunge. Unakuta hiyo kesho kama kuna vitu vinafanya kama kukataa hivi. Ikiwa ni pamoja na mwili wenyewe kwamba utapata njaa, ikiwa ni pamoja na vikwazo vingine, unaona kama haiwezekani. Lakini naambia mwili, wewe ni lazima ukubali mimi nifunge. Na wewe tumbo, si kwamba nakushindisha njaa kwa sababu chakula hakipo. Hapana. Naweza hata kutaja vyakula vilivyopo, lakini leo huvipati. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ufanye nini tumbo? Huvipati. Bwana asifiwe sana. Ukishasema hivyo, unakuta kweli kila kitu kinatii na unasikia uhuru na kuendelea kufanya lile ambalo umelikusudia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza juu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Hebu tusome maneno ya Mungu kuanzia Yohana 1. Yohana 1 hapa tusome misali kadhaa tupe mwelekeo kidogo. Anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda tuende sasa turuke katika, tumeshaona jinsi ambavyo mwanzo alikuwepo neno la Mungu, neno la Mungu. Hapo mwanzo ilikuwepo mwanzo ulikuwepo kwa Mungu, vitu vikawa hivyo. Anasema na vyote vilifanyika kwa huyo. Alafu tukienda katika mstari wa 16 na 17, anasema kwa kuwa katika utimilifu wake. Hapana, nimeenda mbali. Twende mstari wa 14. Anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Bwana Yesu ndiye alikuwa amejaa neema na kweli. Akiwa neno la Mungu, ndani yake alikuwa amebeba neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akaja katika mstari wa 16, hiyo Yohana 1, anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Nikaangalia sana neno hili. Sio kwamba tulipokea neema, anasema tulipokea na neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana ndani ya hiyo neema
au niseme neema yenyewe ni kama package kubwa au furushi kubwa, ni zawadi ambayo imejaa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeletewa zawadi kama furushi, lakini humo umepewa nguo, umepewa sabuni, umepewa mafuta, umepewa tai, umepewa shati, umepewa gauni, umepewa nguo zote za ndani, umepewa socks, umepewa viatu. Sasa kumbe angeweza kukupa nguo moja tu pia ungeshukuru, lakini kwa sababu ni neema juu ya neema, mna vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Roho Mtakatifu anavyonipa kutafsiri hili neno. Kwa hiyo sisi tulipokea katika utimilifu wake tulipokea na neema juu ya neema, kwa kuwa katika utimilifu wake, kwa kuwa katika kutimiliza kazi yake ya ukombozi na kuileta ile neema. Huo ndio ulikuwa utimilifu wa kufanya kazi yake, kazi ya mateso, kazi ya msalaba, kazi ya kulifunua neno la Mungu, kazi ya kulisema neno la Mungu, kazi ya kuwaletea watu habari njema, kazi ya kujitoa msalabani, na mwisho akatoa mwili wake na kumwaga damu yake. Katika utimilifu huo sisi tuliona neema na juu ya neema. Twende. Anasema mstari wa 17 kwamba kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa Musa ulikuwa ni wakati wa sheria. Wakati wa Musa ulikuwa ni wakati wa sheria. Kama ulitenda kosa, ilibidi sasa uchukue sadaka ambayo ni damu, kondoo, ng'ombe au chochote chenye damu, upeleke kwa ajili ya kufanya utakaso wa hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ulikuwa haunavyo, huna ng'ombe wala nini, basi angalau hata basi njiwa au watoto wa njiwa upeleke, ili mradi tu chochote kinachofanya kinachomwaga damu, na ujue kwamba damu haikuwa inatimiliza ubaya wa dhambi kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sheria haikuwa neema, sheria haikuwa na ukamilifu wa kumkamilisha mwanadamu, lakini kwa kuwa katika utimilifu wa Bwana Yesu alipokuja, tulipokea neema na neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunaona ya kwamba kumbe neema ni zawadi kubwa tuliyopewa na Mungu. Mungu alituwazia mawazo mema, makuu, mazuri, akatuwazia mambo mema mpaka kumtoa mwanawe Yesu Kristo kuja. Lilikuwa ni furushi kubwa la zawadi nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Zawadi nyingi katika maisha yetu. Sasa hebu twende tuangalie katika sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Naomba basi awepo mtu wa kunisaidia. Sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, nasema kwa jina la Bwana. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Amen. Mwesoma. Amen. Anasema na usifiwe utukufu wa neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Yaani Mungu ametuneemesha kwa kutupatia huyo Yesu Kristo, ambaye ndani yake katika hali zote zilizomfaa yeye, katika mateso aliyoyapata, katika maisha yote aliyoishi kwa ajili ya ukombozi wetu, yeye ametupa neema. Sasa katika neema hiyo mna utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
mna utukufu wa Mungu ambao utukufu huo unasababishwa na sisi ambao tumepewa neema, jinsi ambavyo tutakavyoweza kutembea katika hiyo neema, jinsi ambavyo tutakavyoweza kuwa watimilifu katika hiyo neema. Huo ni utukufu wa neema ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu twende katika Tito 2 sura ya 11 mstari wa 14. Tito sura ya 2 mstari wa 11 hadi 14. Nasema katika jina la Bwana. Maana neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunaangalia neema hiyo iliyoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ile kama nilivyokwisha kuambia, lilikuwa ni furushi la zawadi ya mwanadamu. Kwa nini tunasema ni furushi la zawadi ya mwanadamu? Kwa sababu ndani ya neema hiyo kulikuwa kuna uzima, kulikuwa kuna ukombozi, kulikuwa kuna amani, kulikuwa kuna furaha. Na hivi vitu ndivyo katika maisha ya mwanadamu vinahitajika sana. Huwezi kuwa sawasawa kama hauna amani. Huwezi kuwa sawasawa kama hauna furaha. Huwezi kufurahia maisha kama hauna uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa furushi ile ambayo inaitwa neema lilikuwa limejazwa na hivyo vyote, pamoja na ukombozi ambao ulisababishwa na damu yake Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa damu yake Yesu Kristo tulipata kukombolewa, tulipata kusamehewa dhambi na kufutiwa dhambi zote, tofauti na damu za wanyama ambazo zilikuwa zina expire. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani nasema zilikuwa zina expire, zilikuwa zinapitwa na wakati? Kwa sababu kama wametenda kosa leo, itabidi ulete sadaka ya mnyama, achinjwe yule mnyama, damu yake mwagike, wakunyunyizie kuhani afanye anavyofanya na kukuombea ili wewe upate kusamehewa. Lakini kule kusamehewa ni kwamba ile damu ya mnyama imefunika tu dhambi zile, sio kwamba zimeondolewa. Na kama imefunikwa, shetani asiogopa damu ya mnyama, huenda pia atatikisa ile dhambi, akaitikisa ile dhambi kama kukumbusha kwamba huyu bado ni mwenye dhambi. Hali hiyo itakufanya wewe utende tena kosa lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaleta tena dhabihu ya nani? Ya mnyama au sadaka ya mnyama kwa ajili ya dhambi. Lakini ndani ya Yesu Kristo, yeye alikuwa amejaa utimilifu wote, kwamba damu yake ilipomwagika mara moja ilitosha kabisa, si kutufunika makosa yetu, lakini kutufutia dhambi yote. Bwana asifiwe sana. Tulifutiwa dhambi zetu zote na makosa yote na kila aina yoyote ya uovu ambayo shetani alikwenda kusimama nayo mbele za Mungu akitushtaki, zote zilifutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndipo sasa neno la Mungu katika Waefeso pale ambapo imesema kwamba na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendo. Yaani ndivyo alivyotuneemesha. Hivyo ndivyo alivyotuneemesha, kwamba ametuondolea dhambi, ametuondolea hati ya mashtaka, ametuondolea hukumu, ametusamehe dhambi, akatusafisha kabisa na hatuhesabii tena makosa. Katika neno la Mungu anasema kwamba Mungu akikusamehe dhambi zako, anasema anaziondoa na hawezi kukutana nazo. Inakuwa kama mashariki na magharibi ambavyo havikutani, ndivyo na yeye tena hata kumbuka dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo yenye viwango vya hali ya juu
yenyewe inasafisha dhambi zetu na makosa yetu na kutuhesabia haki kama watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo kazi ya neema, tofauti na sheria. Sasa nini kifanyike? Kitu ambacho nataka kusema leo ni kwamba wanadamu pamoja na hilo furushi la zawadi, lakini bado tunaishi maisha kama vile tunajaribu sheria, tunajaribu sheria. Lakini katika sheria tungehitaji kuwa na wanyama ili tuchinje, damu zetu zifunikwe na damu ya mnyama. Lakini sasa katika neema ya Kristo, kumbe tunafutiwa, tunasamehewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kinachohitajika ni nini? Hebu tuangalie katika Kolosai 2:13 mpaka 15 pale tumekwisha kujua kwamba neema ni furushi la zawadi, na ambayo sasa katika hilo tumejikuta tumewekwa huru, tuna uzima, tuna amani, tuna baraka zote za rohoni, tuna furaha. Kwa hiyo tusome katika Wakolosai 2:19 mpaka 15. Kuanzia mstari wa 13, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 15. Tasoma katika jina la Bwana. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Basi mtu imetosha kwa mstari wa 15 tu, labda ili kwamba uweze kufafanua vizuri. Ngoja nianzie kidogo kwenye mstari wa 10. Anasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. 13. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya kuwa hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema sisi tumetimilika katika mstari wa 10, anasema tumetimilika katika yeye ambaye ni kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye tumetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutahiriwa kimwili kama ambavyo Waisraeli au Wayahudi walitahiriwa kimwili, lakini sisi kwa kuvua utu wa kale, kwa kumwamini Kristo na nguvu zake, anasema tumetahiriwa na kwa njia ya ubatizo, tukazikwa na tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulipokuwa tunabatizwa kuzama katika maji na kutoka, ikaonyesha ishara kwamba tumefufuliwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kuziamini nguvu za Mungu maana yake tunapokuwa tunaenenda katika taratibu na kanuni hizo, na Roho Mtakatifu akaja juu yetu, yeye ambaye ndizo nguvu ambazo Mungu alitumia katika kumfufua Kristo katika wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zote ni baraka za Roho Mtakatifu ambazo zinatokana na zilizomo katika neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Watu wa kale hawakuwa hivyo, walitembea katika sheria na hukumu tele kila wakati.
Lakini sisi sasa hivi dhambi zinaondolewa na damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, yaani Mungu anakaa ndani yetu ili kupata kutushindia zile dhambi na tamaa za mwili ambazo zinatufanya tufanye makosa kama tusingekuwa na huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo ilivyo ni lazima kumpata Roho Mtakatifu ili nguvu zake zilizomfufua Yesu Kristo katika wafu zikufufue na wewe, ziufanye mwili wako kuwa ufu, ziwe mfu kwa njia ya dhambi, lakini roho yako iwe hai kwa ajili ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo sasa ndipo unapoweza kuwa mshindi. Hiyo yote ni neema ambayo imetupa baraka za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni baraka za rohoni ambazo Kristo kama neema, ambaye ndiye alikuwa sasa furushi la neema, alipokuja kwetu tumezipata hizo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo yeye alituletea na neema juu ya neema. Unajua mtu wa Mungu, sisi hapo tunaichezea neema. Lakini kama angekuwepo mtu wa zamani ambaye alitembea katika sheria, angeweza kushuhudia jambo hili kwamba hili jambo lilikuwa gumu kwao. Yalikuwa maisha ya kumwamini Mungu yalikuwa magumu. Yalikuwa kama vile yanatishia. Maana utakachokifanya mtoto amekosa, sijui ameiba. Mtoto wako ameiba anakatwa mkono. Sijui amefanya nini, baba na mama mwa kwanza kumpiga mawe. Halafu ulimwengu sasa ufanye nini? Upige uwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi katika neema makosa yetu yanakuwa kama vile hayapo. Na kweli ni kwamba hayapo. Tukizidi kutembea katika utimilifu na katika kujali na katika kutii na katika kunyenyekea, kwa kweli makosa hayo hayapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu ya Yesu ambayo inasafisha na kufuta makosa yetu na yote na kutufanya kuwa watakatifu inafanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mjue kabisa kwamba wakati wa neema ni wakati mzuri, wakati ambao ni mtimilifu, wakati ambao kweli tunaweza kuwa washindi kama tutakuwa ni watu ambao tumempenda Mungu na kumtii Mungu na kumfuata sawa sana maneno yake. Bwana asifiwe sana. Si wakati wa sheria sasa hivi kwamba tunatishika, hapana. Tunatembea na Roho Mtakatifu kama rafiki yetu, akitukumbusha, akitufundisha yale ambayo tunakuwa hatuyajui, lakini pia akitupasha habari katika yale yanayokuja. Ndio maana mtu anasema niliota. Na unapoota sio kwamba umeota jambo lililopita, hapana. Unaota lile linalokuja kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakupasha habari ili uweze kufanya kazi. Hiyo ndiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo neema. Yaani Mungu yuko pamoja na wewe kukwambia kila jambo, kukufunulia kila siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mpaka sasa hivi tunapata kujua kwa majira na nyakati tulionayo kwa sababu Roho Mtakatifu anatufunulia. Maneno ya Mungu yanatuambia kwamba iko siku tutanyakuliwa, parapanda italia na watakatifu tutakuwa tuko hai, ambao tutakuwa tuko hai bado tutabadilishwa na kisha tutaungana na wale waliofufuka ambao walikufa katika Kristo. Wote tutakuwa pamoja, alafu tutanyakuliwa kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana kama yaufurahishi hayo, wanaishi na tumaini gani sasa kama huwezi kushangilia juu ya hayo? Ina maana hizi ni hadithi za bunwasi zinapita? Hapana, ni neno la Mungu likisema lazima litimie. Iko siku ya kunyakuliwa kwa kanisa. Unapenda hupendi, itatokea. Unajiandaa hujiandai, itatokea. Unajali hujali, itatokea, kwa sababu Mungu amekwisha kusema na liko katika ratiba yake yeye kulitekeleza hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ni vizuri uishi kwa uangalifu ndani ya neema. Tofauti ya neema na sheria, sheria ilikuwa inachukuliwa kila wakati unapokosea. Kwa hivyo kila wakati ulikuwa unahukumiwa na adhibiwa. Lakini neema, Bwana anakuwa na subira. Na Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yako kukukumbusha kila makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukukumbusha kila makosa, kukukumbusha kila upungufu. Hapo umepungua. Neno la Mungu katika Ufunuo unasema kwamba kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu. Unakumbushwa. Roho Mtakatifu yuko atafanya hivi. Wakati huu wa neema, unakumbushwa kutubia kila aina ya tofauti ndogo iliyopo. Jisafishe, jitakase, ili kwamba damu ya Yesu ikusafishe, damu ya Yesu iliyomwagika ikusafishe, damu ya Yesu ambaye ilikukomboa ikusafishe kila wakati. Yamkini siku ile ya parapanda ikilia kwa ajili ya unyakuo wa kanisa,
uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeandikwa katika Ufunuo 20 kwamba hakuna chochote kinyonge kitakachoingia. Kama utakuwa mnyonge, maana mnyonge sio kwamba una jambo kubwa. Mnyonge ni udhaifu. Bwana asifiwe sana. Udhaifu ndio unyonge. Sasa udhaifu unasababishwa na nini? Unasababishwa na nini? Na uongo. Unasababishwa na nini? Na tamaa mbaya. Unasababishwa na kujihesabia haki. Unasababishwa na kujiinua, kujipandisha na kuchukua utukufu wa Mungu. Unasababishwa na kujiona kwamba wewe ni wa maana sana kuliko mwingine. Hivyo ni udhaifu. Hata mtu akitafuta kwamba dhambi yako ni nini, hawezi kuiona. Hakuona unaiba, hakuona unazini, hakuona unaua mtu, lakini kuna vitu ambavyo unaishi navyo vinakunyemelea hivyo. Hivyo ni udhaifu. Na udhaifu unakufanya kuwa mnyonge, kukamilika katika neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuangalie kwamba neema ni kitu cha thamani sana kwetu. Kwanza kimetufunika, halafu kisha inatusaidia kutembea kwa amani bila kuhukumiwa. Maana tunapohukumiwa, shetani anapohukumu, Roho Mtakatifu anakuwepo kutukumbusha kwamba angalia hili, tengeneza hili. Angalia hili, tengeneza hili. Hayo ndio maisha ya neema ya utakaso tulionayo ndani ya neema ya Yesu, ambayo neema ile ni kama uvumilivu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uvumilivu wa Mungu katika maisha yetu kwake. Katika maisha yake kwetu ni maisha ni uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anaufanya kwa ajili yetu ili tupate kuwa safi, kama tutaendelea katika hali ya utii na kumsikiliza Roho Mtakatifu na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika neema pia tunatakiwa kujitaabisha. Bwana asifiwe. Tunatakiwa kujitaabisha na shughuli au na chochote ambacho kinahusu maisha yetu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Usipoangalia katika neema, utakuwa ni mtu mkaidi ambaye hutii. Ni vitu vidogo vidogo havionekani. Hakuna mtu atakwambia mbona ukifanya hivi. Roho Mtakatifu anakuambia unakaidi. Mchungaji hapa anapanga sasa hivi, ametangaza semina na tumemuita mtumishi wa Mungu ambaye ratiba yake imejaa hivi. Tulipopanga kwetu kwamba tunaomba uje tarehe hizi, akasema hapana, nisamehe. Tarehe hizo mimi nimejaa, kwa wengine wameshawawahi. Ngoje nini warudishe hapa. Sasa huyo anakuja akuta wewe haupo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako naambiwa kwamba sasa nikiliacha hivi nitaishije? Mimi naenda huko. Mchungaji anapanga hivi tuje pamoja ili Mungu apate kutuleta pamoja, tusikie kwa pamoja, tutakaswe kwa pamoja, tupone kwa pamoja, lakini wewe unakwenda huko. Kwa hiyo wewe unapofanya hivyo, maana yake unaipungukia nini? Neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Unaipungukia nini? Neema ya Mungu. Na utakapoipungukia neema ya Mungu, mpendwa, usitegemee kwamba siku ile parapanda ikilia utaingia, utanyanyuka, utabaki hapa. Kwa hivyo angalia sana, maisha ya neema ni mazuri, hauhukumiwi, lakini hukumu inakuja kudhahirika mwisho. Sasa mwisho pale ndio hata mwenyewe unajishangaa. Kwani ilikuwaje? Mbona nilikuwa nahudhuria jamani? Mbona nilikuwa kwenye siku ya Jumapili nilikuwa kwenye ibada sikosi? Mbona unashangaa mwenyewe, kumbe ulikuwa naipungukia neema. Kidogo unapungukia neema, hata kiasi kwamba siku ile parapanda ikilia na Yesu akisimama pale kwenye uvutano, Roho Mtakatifu hataweza kukukamata wewe, maana tena utakuwa sio chuma, utakuwa ni shaba. Kinachokamatwa na sumaku ni chuma, sio shaba wala plastiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie sana tusipungukie neema. Na Mungu amekwisha kutuzawadia neema ambayo ni furushi kubwa sana lenye zawadi nyingi sana. Bwana asifiwe. Kuna uzima wa roho, kuna uzima wa kimwili. Jamani, unaweza ukakaa miaka mtu hujaumwa. Jambo ambalo katika Agano la Kale kabla ya Yesu Kristo haikuwa rahisi. Kabla ya Yesu Kristo haikuwa rahisi. Maana shetani alikuwa akitupisha mizigo ya magonjwa, mabalaa, mikosi, bahati mbaya, madeni, mashtaka. Huwezi kukaa katika mwaka ukiwa na furaha na amani, unafanya kazi zako zinakwenda. Ilikuwa haiko hivyo wakati wa giza, lakini baada ya Yesu Kristo kuja ni nuru, ni neema. Kuna mambo mengi tunayafurahia humo na mpaka tunajisahau.
Kwa hiyo leo Mungu anatukumbusha tusijisahau. Nini sasa tufanyike ili tupate kudumu ndani ya neema? Hebu twende katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2 pale. Sura ya 12. Warumi sura ya 12 mstari wa 1 ndio tunasema katika jina la Bwana. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen, amen. Anasema nimeenda wapi? Ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu. Yaani ile huruma ya Mungu ilikuwa ndani ya Paulo, akiwasihi wapendwa wa Urumi. Anasema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu ambazo ziliingia ndani ya Paulo, akasikia kuwahurumia. Akasema sasa hawa watapataje kushinda? Watapataje kusimama katika neema hii ambayo Kristo amekwisha kuileta, ikiwa bado wana tabia za mwilini, ikiwa bado ni wachoyo, ikiwa bado ni wabinafsi, ikiwa bado hawataki kushirikiana, ikiwa bado hawezi kutembeleana hata kumwona mpendwa mmoja yuko wapi, ikiwa bado hawezi kuacha shughuli zao kwa ajili ya shida ya mwingine, watapataje hawa kufaulu katika kuishi katika hii neema ya Mungu? Paulo akasikia, Mungu akamshushia huruma, ikaingia ndani mwake, akawasihi kwa huruma, akawaambia na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Angeweza kusema Paulo kwamba zitoeni sadaka zenu kwa wingi za wanyama, toeni ng'ombe wengi, toeni kondoo wengi, toeni mbuzi wengi, hata yule asiyekuwa na mnyama atoe ndege, atoe hata njiwa 10, toeni kwa wingi ili kwamba mpate kushinda. Lakini hayo mambo hayapo, na wala kuitoa miili sio kujikatakata, hapana. Bwana Yesu asiwe sana. Sio kujitesa, hapana, lakini ni kupingana na kile kinachokupinga hadi ukishinde. Bwana Yesu asiwe sana. Ndani ya neema tunatakiwa kupingana na kile kinachokupinga mpaka sisi tuwe washindi. Ndio maana kutoa mwili. Kama mwili unasema naamka kuomba usiku, unakataa, inuka, weka maji usoni, ikibidi ingia hata bafuni, jimwagie maji, ufanye vurugu zote ili kwamba ushinde ile hali, ingie kwenye maombi. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu kusema nitaomba saa 8, Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu atakuamsha saa 8 kasoro dakika 5 upate kujiweka sawa. Bwana asifiwe. Na Mungu akikuona mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, anakupa ushindi, itakuwa hilo jaribu tena halikushindi. Utakuwa mtu mwenye kuomba kila unapofika saa hiyo unaomba. Bwana Yesu asiwe sana. Nayowaambia mimi nimeyafanya na ninaona jinsi ambavyo mwili unapinga. Unasema sasa mimi nataka nifunge, maana naona imeandikwa kwamba mengine ni lazima mfunge na kuomba, bila kufunga haiwezekani. Ngoja nifunge. Mwili unasema mimi na njaa sana, kama vidonda vya tumbo sasa vimechachamaa. Unaona jinsi tunavyopingwa. Sasa ni kupingana na hali zote. Unasema sasa ni ibada, mchungaji amesema ni ibada, lakini sasa saa hizi ndio wateja wanakuja kweli kweli, nafanyaje? Pinga hilo, funga duka, nenda. Ukifanya hivyo mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu, utakuwa mshindi. Uweze kutawaliwa na hivyo vitu. Na hivyo sasa ndio njia ya kuishi katika neema, na tukakutwa katika neema, na tukaenda kuona ufalme wa Mungu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila kinachokupinga ukikubalia, umepungua katika neema. Kila unachotaka kufanya unasikia, alafu masikio yanakuwa masikio, alafu moyo hauamui kufanya chochote, umepungua katika neema. Yaani kila ambacho unakisikia kwamba ni kizuri, ukichukulia hatua, hautachukua hatua, unapingwa. Ujue sasa hapo unapungua nini? Unapungua katika neema. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo cha msingi ni kutoa huo mwili. Kutoa mwili lazimisha.
fanya bidii yote, fanya kila unavyoweza, lazima hilo ulishinde. Na ndio anasema kwamba itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai tena takatifu ya kumpendeza Mungu. Pengine tamaa za kitu fulani zinakushika, unasema hapana, nakataa. Hiyo sasa ndio dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Jamani, dunia watu wa Mungu, dunia ni tamu. Dunia ni tamu, alafu inapokuwa tamu mwisho wake ni mauti, mwisho wake ni uchungu. Kweli ni tamu, unapokuwa naishi inakupeleka, unaona kama ni nzuri, lakini mwisho wake ni uchungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukifuatisha namna ya dunia hii, watu wa duniani wana namna zao za kuishi. Unaona, wakati Mungu anaposema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, wao dunia inasema kwamba nenda kachinje kafara, nenda kamtoe mtoto, kamtoe baba yako ili upate utajiri. Unaona jinsi ilivyo. Na kweli ukienda kufanya hivyo wanafanikiwa kweli, mpaka unashangaa hivyo alifanya nini mpaka anajenga, anafanya hiki, ana magari, anafanya majumba, hivi vitu vingi anavyo. Lakini siri ya ushindi huo, siri ya vitu hivyo, ukiambiwa utaki hata kusikia, utamhurumia. Kwa sababu hao watu wanapokuwa wanakufa haina maana kwamba hawamuumi, wanamuuma. Kumtoa baba au mama au mtoto sio kitu rahisi, wanamuuma. Lakini yale mali anapokuja akamwagika tena, anajisikia amefarijika hivyo kwa muda, kwa sababu damu zingine zote zina expire. Isiyo expire ni damu ya nani? Ya Yesu peke yake. Na sasa sisi tumepewa hiyo damu ya Yesu, tuende nayo itusafishe, tuitamke mahali penye ugumu, tuitamke ifanye ukombozi, tupate kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, neema ya Mungu ni nzuri na lazima uishi katika hiyo neema, ili siku ya siku upate kuona ufalme wa Mungu na kuishi mbinguni milele na milele. Mahali pengine twende katika Mathayo 7 mstari wa 24 pale. Mathayo 7 mstari wa 24 pale. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 na kuendelea, nasema katika jina la Bwana. Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Tunarudi katika somo la asubuhi. Msingi wa kuishi katika neema ya Mungu ni kulitii neno la Mungu na kuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Kulitii neno la Mungu ndio siri ya maisha yetu. Kwa neno tuliumbwa. Mungu akasema na tufanye mtu. Kwa neno tumeokolewa. Nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe atakayesikia na kuamini. Ulisikia neno la Mungu likafanya operation ndani yako, ukamwamini Yesu ukaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo linakufaa sasa kuishi kwa hilo, na mpaka ndio utakao kufikisha wapi? Mbinguni, kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo misingi ya kuishi katika neema na kutembea na katika maisha ya neema, basi ni kuishi kwa kulitii neno la Mungu. Kila atakayeweza, kila atakayeishi na kuyafanya maneno ya Mungu, kila atakayesikia maneno ya Yesu na kuyaishi, basi huyo atafananishwa na mtu mwenye akili, ambaye hata kitu gani kikitokea hata yumba, hata wakutishie kufa hutayumba. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini unapoipungukia neema, wakija watu wakakutisha kwamba wewe na Yesu wako wao, sema hapa tunakuchinja, utasema afadhali msinichinje na mwacha Yesu. Kwa sababu nini? Umekuwa ukipungukia neema kidogo, na kwa hiyo nguvu ya ushindi inaondoka. Bwana asiwe sana. Hofu haikuanzia hapo. Hofu ilianza muda mrefu ulipokuwa unapungua katika kuyatii yale maneno ya Mungu na kuyafanya. Ulipokuwa unapungua katika kuishi kwa mapatano, kuishi kwa utii, kuishi kwa kutii maagizo ambayo aidha ni Mungu amekuambia, Roho Mtakatifu, au kanisa mchungaji ametoa. Huwezi kwenda pamoja na wenzio. Ulikuwa unaipungukia neema, na hivyo nguvu ilikuwa inaisha pole. Umefika kwenye jaribu la mwisho, ukaanguka kabisa, usipate kuona uzima milele.
Jamani, Mungu atusaidie tuishi katika neema. Bwana asifiwe sana. Neema tuliyopewa ni zawadi nzuri. Tukikaa katika humo, tuna uzima, tuna amani, tuna furaha, tuna kila kitu, tuna mafanikio ya yale, tuna mahitaji yetu ambayo tunahitaji mbele za Mungu, tunakuwa naye. Katika Wakolosai tukiendelea huko mbele, Mungu anasema vitu vyote ameviweka chini ya miguu ya huyo Yesu Kristo, chini au ndani ya hiyo neema. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Yaani vitu vyote hivi vyako ulimwenguni viko chini ya neema hii au ndani ya neema kwa ajili ya kanisa. Kwa hivyo ukiishi humo ndimo utakapovipata. Wala huna haja ya kuomba maombi kwa ajili ya kuomba hivyo vitu. Wewe ishi sawa sawa neno la Mungu linavyokuelekeza. Hivyo vitu vitakuja. Na ndio tunapata pale Mathayo 31 pale Mathayo 6:31 ambayo inasema kwamba msisumbuke mle nini, mnywe nini, mvae nini, maana hayo mataifa huyakimbilia, huyasumbukia. Mataifa, watu wasiomjua Mungu wanakimbia wafanye nini ili wayapate. Wanapata mitihani migumu, wanakwenda kwa waganga, hawasikii. Mtu hawezi kwenda kumwona ndugu yake akiwa katika shida, maana muda hautoshi kwa ajili ya mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mataifa wanayafukuzia, lakini ninyi sivyo. Cha kufanya, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine atawapa kama zawadi. Yako ndani ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yako ndani ya neema. Mtu wa Mungu, kaa vizuri katika Mungu, ukilitii neno la Mungu ambalo ndio mwanzo na msingi wa maisha yako na ndio mwisho wa msingi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mwema. Sasa nafikiri tumejiona jinsi gani tunahitaji kuishi katika neema. Na neema mmejua kwamba ni nini? Nimesema kwamba neema ni zawadi, ni furushi, ni zawadi kama furushi ambayo limejazwa vitu vingi. Baraka za kiroho na za kimwili ziko katika hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiishi kwa kutokutii, kwa kutokufuata kanuni na maelekezo ya neno la Mungu, maana yake unaipungukia neema. Na unapoipungukia neema, umepungukia kila kitu ambacho unakihitaji. Na ndio maana mwalimu wa asubuhi amesema kwamba watu tumefika mahali tumemwamini zaidi daktari kuliko kuliamini neno la Mungu katika kupokea uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona afadhali ni rahisi kwenda hospitali ukachome sindano, alafu kaambiwe hizi sindano choma kwa muda wa siku 30 moja, alafu kunywa vidonge hivi kila siku kimoja mara 2 kwa muda wa siku 30, maana vidonge 60. Unaona ni rahisi kuliko kuishi ndani ya neema na kuliamini neno la Mungu kwamba linasema nini juu ya maisha, juu ya uzima. Ukaliamini hilo na Mungu akakuponya. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeipungukia neema. Na kwa sababu umeipungukia neema, huna ushindi katika kuamini. Yaani imani huwezi kuwa nayo, kwa maana neno la Mungu limepungua na mapatano na kanuni na sheria zote zimepungua kwako. Huwezi kuzikamilisha, huwezi kuzitimiza. Utii huwezi kuwa nao. Katika kusema kweli kuna uongo unauweka. Katika kutembea katika mapatano hauko tayari kupatana na wenzako. Yaani katika kila jambo wewe umepungua. Kwa unapopungua hivyo, neema ya Mungu inapungua kwako. Bwana asifiwe sana. Jamani, Mungu awabariki, lakini natamani sana ili neno litusaidie. Tuko ndani ya neema, lakini shida ya neema ni nzuri hivi ambavyo ilivyo sasa hivi. Lakini siku ambapo Kristo atafunuliwa, neema ikiondoka, utajikuta uko wapi? Hasara inakuja kupatikana mwisho. Tofauti na sheria. Sheria ilikuwa kweli na kuhukumu hapo kwa hapo. Kwa hiyo ilikuwa kama inakulinda katika ile hali ya wasiwasi na uoga wa kuhukumiwa, na pengine hata wanyama sitakuwaje. Ni kama ilikuwa inakulinda kwa jinsia, lakini kwa sababu mwili ulikuwa dhaifu kwa ajili ya dhambi, hawakuweza kushinda pia. Lakini neema, yuko Roho Mtakatifu ndani yetu, anayetufundisha na kutuongoza na kutufunulia yale yajayo na nini tufanye juu ya hii. Tubu na kuitia damu ya Yesu ikusafishe. Ni rahisi sana kuliko kujikuta siku ya mwisho kama ufunuo kuja ukajikuta haupo. Mungu atusaidie sana na Mungu awabariki. Amen. Siku ya Jumatano kuanzia saa 10. Mungu akuwezeshe, mwambie
na rafiki yako, jirani yako, ndugu yako na mtu yeyote yule, mkaribishe kwenye semina. Mwambie tuna semina nzuri kanisani kuanzia siku ya Jumatano, tuweze kuja kwa wingi wetu ili tuweze kuja kusikia Mungu anasema nini na sisi. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu asante, na Mungu aweze kufanya kitu cha tofauti kwako na kwa yoyote yule ambaye anafahamu umuhimu wa neema, kwamba tumestahilishwa kile ambacho hatukustahili. Bwana Yesu amechukua mzigo wa adhabu yetu na adhabu ya amani yetu, kaichukua yeye. Kwa jinsi hiyo tusipungukie hiyo neema. Stahili hapana lakini wewe waweza kufanya yale. Neno lako lejo wetu pena roho wako ayatakuwa Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa kuwa hakika neno lako linahifadhiwa mioyoni mwetu kwa wingi ili tusikutende dhambi. Mungu wangu na Mwokozi wangu, tazama umesema nasi tangu tulipoingia mahali hapa juu ya upendo wako na jinsi ya kujenga msingi wa kuliishi neno lako ili tuweze kuishi kama watu wenye akili, tuliofananishwa na mtu aliyojenga nyumba yake juu ya mwamba, ambayo nyumba hiyo ikiimarishwa na ule mwamba itahimili dhoruba na misukosuko ya maji yafurikayo. Mungu mwenye nguvu, tazama nyakati hizi ni nyakati za hatari. Yako mafuriko ya maji kupitia mafundisho potofu, yako mafuriko ya maji kupitia shughuli nyingi Mungu za kiuchumi, Mungu za kisiasa, mambo mengi sana ambayo Bwana Mungu yanafurika kutaka kuharibu imani ya waliokuamini wewe Mungu na kupokea neema. Tazama mchana huu umesema Bwana nasi ya kwamba miili yetu isiwe sababu Mungu ya kuikumbukia hiyo neema ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ulitujalia, na kwamba hatuhukumiwi kwa sheria, maana sheria ilitoa hukumu kwake yeye aliyokuwa ameikosea. Lakini neema hii Mungu inatuweka akiba kwamba tutakukosa wewe Bwana Mungu, utatusubiri pale mahali ambapo kuna ile hukumu ya mwisho. Kristo Yesu Bwana wangu na Mungu wangu, ninakusihi Bwana hiyo neema isiwakumbukie watoto wako waliosikia neno lako tangu asubuhi ya leo mpaka mchana huu Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tazama hata wakati huu tunapotawanyika kwa amani, ninaomba tutoke tafakari hayo ambayo umesema nasi Mungu mchana wa leo, katika siku ya leo Baba, tupe maisha ya kushinda, tukipa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Tusijihesabie haki wala tusijitangulize, bali tukutangulize wewe uliye mwanzo na mwisho wa baraka zetu. Libarikiwe jina lako Mungu. Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao tangu walipoingia mahali hapa wamekuona Mungu. Ninaomba bariki sadaka zao, bariki maombi yao, bariki mahitaji yao, bariki familia zao, bariki Bwana afya zao. Mungu wangu na Mwokozi wangu, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana. Wiki ile ambayo tunaanza siku ya leo ndio itakuwa wiki la baraka, maana Mungu tutakaa mahali hapa siku hata siku. Baba, tukutafakari wewe na mkabidhi ile mwalimu wa semina yetu ambaye Bwana Mungu atakuwa pamoja nasi katika wiki hili, na wakabidhi watumishi wako wa praise and worship
wapiga vyombo na wengine wote ambao Bwana Mungu tutakuwepo mahali hapa katika ile wiki. Baba yangu na Mungu wangu, naomba jaza hofu yako ndani yetu, tukutukuza wewe Bwana, tukutanguliza. Tunaamini liko jambo jema kabisa kwa ile kanisa ulilojiandaa. Baba, tuseme nini? Tunakushukuru Mungu, tunakutukuza Bwana. Asante kwa ile sadaka zote zotolewa, changizo, sadaka zote kwa ajili ya Morning Glory, kwa ajili ya mawasiliano hayo na mtandaoni. Mungu nakushukuru kwa ajili ya changizo zote. Niseme nini Baba? Nakushukuru, ninajikabidhi mikononi mwako na kukabidhi yote, ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Endeni na amani ya Bwana.